الله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. Katika darasa iliyopita, katika mfululizo wa kuendelea na kisa cha ashabul qarya, na tukaisoma ile mijadala mirefu iliyopita kati ya mitumi waliotumilizwa katika kile kijiji au katika ule mui na wale wapinzani vingi waliokuweko katika ule mui. Ilionyesha kwamba baada ya mijadala ile, ule mfalume wa Antakia wa ule mui aliamua kuwatia ndani wale mitumi, na hata katika baadhi ya riwaya kuonesha kulikuwa na uamuzi kiasi fulani wa kuwaua wale mitumi. Habari kama ile ikatoka na ikasambaa mpaka ikasikilia katika zijiji za pambizoni mwa ule mui, na kule kulikuwa kuna huyu bwana ambaye wanazuoni wamekhtalifiana kuhusu jina lake, maarufu ni Habibu Najjar. Akasikia hii habari na akaifunga masombo, akateremka katika mui kwenda kuwatetea wale mitumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukaona huja alizozitumia kuthibitisha utumi wao kama ilivyotuambia aya zilizotangulia: wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Akawa awalingania wafuate wale mitumi, kisha akiwaambia ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, akitoa dalili mbili. Dalili ya kwanza ya kuwa wale mitumi ni wa kweli ni kwamba hawaombi ujira katika kazi yao, hawataki malipo. Dalili ya pili ni kwamba wao ni waongofu, na muongofu siku zote ndio anaostahiki kufuatwa. Leo twaingia katika aya ya 22 na 23 na 24, ambao kwamba ni kuendelea kwa mazungumzo ya huyu rajul, huyu Habibu Najjar, katika kuzungumza na jamaa zake. Baada ya kuthibitisha kwa dalili yake ya kwanza ukweli wa mitumi wale, alikuja akatupa maneno mengine, akawa awaambia: wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ni nani mimi au ni kipi kinachonipinga mimi kumwabudu Mola ambaye kwamba ameniumba mimi na kwake yeye nyote mutarudishwa? Akawa ayazungumza maneno kama haya, ikawa ni dalili sasa ya kuthibitisha upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuwa huku nyuma amethibitisha ukweli wa wale mitumi, uongofu wa wale mitumi, sasa amekwenda kwenye nukta ya tauhid. Kama tutakavyokuja kufahamu, wale watu wa Antakia walikuwa ni watu wa kuabudu masanamu, ni watu wa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye katika kuitupa hii dalili yake, kama tutakavyokuiona maneno yanayofuatia, ajizungumza yeye mwenyewe. Ametumia uslub wa kuihutubu nafsi yake, ingawa mazungumzo yake ayaekeza kwa wale watu wa mui. Utaziona lugha zote ni za takallum, ni zake yeye mwenyewe anayezungumza. Ameanza: wa mali ala a'budu alladhi fatarani. Kwa nini mimi? Ni kitu gani kinachonipinga mimi
kumwabudu Mwenyezi Mungu aliyoniumba. Ayuhutubu mwenyewe dalili zote na maneno yote, isipokuwa tu mahala pamoja ameyazungua maneno, ameyaekeza kwao kwenye hii aya aliponena wa ilayhi turjaun, na kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyinyi mutarudishwa. Tutaeleza mbeni kwa nini akaipatika jumla kama hini kwa lugha ya kuwahutubu wale, na akaitoa kwenye msuko wa mazungumzo ya kujizungumza yeye. Kati ya mazungumzo yetu tutaeleza kuna hikma gani ya sampuli namna hii, lakini tuzitukue hizi zipande za aya kimoya baada ya kimoya. Aya imeanda wa mali ala a'budu alladhi fatarani. Wa mali ala, wanazuoni wameitafsiri tofauti mbalimbali. Wengine wamenena kwa maana wa ayu shay'in li, ni kitu gani ninachokimiliki mimi ikiwa sitomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ibara nyingine, nikiwa nitawata kumwabudu Mwenyezi Mungu, ni nini badali, ni kitu gani nitakipata kwa huku kuwata kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni tafsiri. Tafsiri nyingine imekuwa la, yani na wa mali ala wa ayu mani'in yamna'uni, ni kitu gani, ni pingamizi gani inayonipinga mimi kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii tafsiri ya pili ni tafsiri ambayo kwamba iko karibu zaidi na inayoumana na maneno yatakaokuya kuliko tafsiri ya kwanza ya kunena kwamba mimi nina badali gani na kitu gani nitakipata ikiwa simwabudu Mwenyezi Mungu. Hii ni tafsiri kidogo utaiona kama imelishwa kwenye aya kwa nguvu. Aya haikubali tafsiri kama hii, bali tafsiri ya kwamba hakuna pingamizi yoyote baada ya kuwa masala ya Mungu yako wazi kwa kila mwenye akili timamu, kwa kila ambaye kwamba maumbile yake yako safi aloumbwa nayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataona masala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu yako wazi. Kwa hivyo hakuna pazia yoyote, hakuna pingamizi yoyote inaomuasa mtu kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa mali ala a'budu alladhi, hakuna pingamizi inaonipinga mimi kumwabudu nani? Alladhi fatarani, kumwabudu Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ameniumba mimi. Neno la fatara lina maana ya kuumba, kama kwenye Qur'ani limekuwa fatiris samawati wal ardh, muumba mbingu na ardhi. Lakini wanazuoni wanena japokuwa neno hili lina maana ya kuumba, lina na maana ya zaidi ya hapo. Fatara ni kuumba kitu kisokuwa na mfano. Fatara ni kukieta kitu kisichotanguliwa, hakuna mfano wa kile kitu. Yeo anayesimama akaunda kitanda, fundi wa sarumala akiunda kitanda, kuna vingi walomtangulia wamezounda kitanda kama kile aliyokiunda yeye, ingawa kwaweza kuwa na tofauti katika shakli, katika kupambo, lakini asli ya fikra ya kitanda si fikra mpya ambayo kwamba yeye ataieta. Uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si sampuli hini. Mwenyezi Mungu amekuumba wewe mwanadamu kipindi ambacho kwamba hakukuwa na mfano, kwa sababu hakuna Mungu asokuwa yeye. Hakukuwa na Mungu mwingine aloumba na yeye akasimama akaumba akamtabaule. La, ndio huyo rajulun akatumia kilma hiki akinena wa mali ala a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ameeta fatarani, ameniumba pale pale ili awafahamishe wale watu wanaozungumza nao sababu ya kumwabudu, kwa sababu kila kitu kina sababu. Wakati aliponena wa mali ala a'budu alladhi, ni kitu gani kinachonipinga mimi kumwabudu? Kwa nini waabudu? Nini sababu ya kuabudu? Ni fatara. Aliyekuumba, aliyekuneemesha, aliyekupa kila unachomiliki ambacho kwamba ulikuwa huna, ndiye anastahiki kushukuriwa, ndiye ambaye kwamba anastahiki kuabudiwa.
Kwa hivyo abaini kwamba sababu ilionifanya mimi ni muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ameniumba mimi na yeye astahiki kuabudiwa. Hiki ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, maneno haya yatufahamisha sisi, yafanana na maneno ya al-Imam Ali alayhi salam, kwamba ibada iko sampuli tatu, au watu wanaoabudu wako sampuli tatu. Kuna watu wamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya tamaa, na hii ni ile ibada ya wafanyabiashara. Kuna na watu wamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa msukumo wa hofu, hii ni ibada ya utumwa. Kuna na watu wamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu wao wamempata Mwenyezi Mungu astahiki kuabudiwa. Msukumo uliowasukuma wao kumwabudu Mwenyezi Mungu ni kwamba ana haki ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu. Hii ndio ibada ya watu huru, kama maneno ya Imam Ali aliponena, inna qauman abadullaha tama'an fi jannati. Kuna watu wamemwabudu Mwenyezi Mungu kwa tamaa ya pepo, aswali ili atiwe peponi, afunga ili atiwe peponi. Lao alikuwa hakuna masala ya pepo na moto, yeye hangeabudu. Wa inna qauman abadullaha khawfan min narihi. Kuna na watu wamemwabudu Mwenyezi Mungu kwa kucha moto wake. Wa inna qauman abadullaha au wajadullaha ahlan lilibada fa'abadu. Kuna na watu wamempata Mwenyezi Mungu ni ahli ya kuabudiwa na wao wakamwabudu. Taban hii ni daraja kubwa ya ibada, na sio yote anaweza kusikilia kipimo akawa atamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa msukumo wa kwamba Mwenyezi Mungu astahiki kuabudiwa bila ya hisabu ya pepo wala hisabu ya moto. Wingi katika sisi twasukumwa na msukumo huno, na si mbaya. Sijasema kwamba ibada hii ni mbovu, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu wale wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kucha na kwa ajili ya tamaa, alipotwambia tatajafa junubuhum anil madaji, mbavu zao huepuka zitanda, hawalali, wamwabudu Mwenyezi Mungu khaufan wa tamaa, wakiwa huku wana khaufu ya moto na huku wana tamaa ya pepo. Pia ni watu wamesifiwa, lakini daraja ya juu zaidi ya ibada ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutambua kwamba yeye amekuumba, yeye amekuneemesha. Neema hizi ulionazo sasa hiao zatosha kuwa ni sababu ya kukufanya wewe umwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya kutaka malipo wala ya kucha moto. Habibun Najjar, kama wanavyomuita wengi katika mufassirin, yaonesha ni mmoja katika hawa waliosikilia daraja ya imani na kumwabudu Mwenyezi Mungu bila ya hisabu ya pepo na moto, wakati aliponena wa mali la a'budu alladhi fatarani, ni kipi kinachonipinga mimi? Similiki msukumo wowote wa kunipeka kumwabudu Mwenyezi Mungu isipokuwa ni kutambua kwangu kwamba Mwenyezi Mungu ameniumba, na hili la tosha kunifanya mimi ni muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yeye Habibu Najjar kwa imani yake na kwa utukufu wake atambua kwamba kumwabudu Mwenyezi Mungu sampuli hiyo si watu wote waweza kusikilia. Kwa hivyo alipoisukuma ibada kwa wale azungumzao nao, alisukuma kwa zipimo za pepo na moto, ndio akawaambia wa ilaihi turjaun. Kwa hivyo na nyinyi muabuduni Mwenyezi Mungu. Kwa nini mumwabudu Mwenyezi Mungu? Kwa sababu kuna hisabu kesho, mutarudishwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mkirudishwa kwa Mwenyezi Mungu kutakuja ni masala ya mizani, ni ya kuhesabiwa, ni ya kupimwa amali, ni ya pepo, ni ya moto. Kwa hivyo ibada alipoiwekeza kwao, aliiwekeza kwa zipimo za moto na pepo, lakini alipoizungumza nafsi yake aliizungumza kwa zipimo za kumpata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ahli ya kuabudiwa. Kwa hivyo atuambia wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un, ni nani mimi simwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeniumba mimi, ambaye kwamba ameniumba na nyinyi mutarudishwa kwake ili mwende mkaisabiwe. Hili ni tafsiri. Kuna baadhi ya wanazuoni wamenena kwamba
neno la fatara hapa halikutumika kwa maana ya kuumba kama tulivyolifasiri nyuma. Tafsiri hii yote tulokwenda nayo imejengwa yule msingi wa kufasiri fatara kwa maana ya kuumba. Wengine wamenena neno la fatara limetokana na fitra, na mimi katika darasa zangu nyingi, hususan katika darasa ya Ayatul Kursi, kuifasiri Ayatul Kursi, nilieleza kwa urefu ni nini maana ya fitra, ambao tukirudia kwa ufupi, fitra ni maumbile katika nguvu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba nazo mwanadamu, zikibaki safi, zikitochefuliwa na malezi, zikitochefuliwa na mazingira, moja kwa moja zitakupeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyo aliponena wa mali la a'budu alladhi fatarani, alikuwa akusudia kwamba kwa nini mimi simuabudu Mwenyezi Mungu, ni kipi kinachonipinga, na tayari Mwenyezi Mungu ameshanipa nguvu mimi ndani ya moyo wangu, yanipeka moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile aliyotuambia Mwenyezi Mungu fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, maumbile ya Mwenyezi Mungu, maumbile ya kukupeka kwenye haki ambayo Mwenyezi Mungu watu wote amewaumba yula maumbile sampuli hini. Kwa hivyo huyo Habibu Najjar ilikuwa aitumia dalili ya kila mmoja ambayo akonayo ndani ya nafsi yake, ili iwasukume na wao iwapeke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Hii kwa ufupi, ndugu zangu Waislamu, ndio tafsiri ya hii aya ya 22. Lakini kabla hatuyasonga mbele, tuna mambo tutayarudia baada yake, tuzipita mbio mbio mambo. Kuna suala moja tunataka tulijibu, ambalo nyuma nimelishiria, kwamba Habibu Najjar ambaye haya mazungumzo anakiliwa ni yeye anayozungumza, twayaona yote ayazungumza kwa msingi wake yeye, ajihutubu yeye, azungumza kwa muundo wa mimi, isipokuwa hichi kipande kimoja tu, wa ilaihi turjaun, amekizungua, amekiekeza kwa wale. Kwa sababu gani? Kuna faida 4 wamezitaya mufassirini. Faida ya kwanza, wanena maneno yake mingi ayaekeza kwa nafsi yake, kwa sababu siku zote ukitaka kuzungumza na kuwaedhea watu na kuwaonesha watu ndia, ukiyaekeza mazungumzo kwenye nafsi yako huathiri zaidi kuliko kuyaekeza mazungumzo kwa watu ukaifanya wewe humo kwenye yale mazungumzo. Mazungumzo yakiwa ya kutanganya ni sute, au ukawa wayazungumza kwako kama mfano wa mwanadamu, na wajihutubu wewe nafsi yako mando, wajiongoza wewe nafsi yako mzungumzaji, huwa yana athari zaidi kwa wale unaowazungumzia kuliko kuyasukuma kwao. Na huu ndio uslubu ameutumia Habibu Najjar. Pili, huyu alikuwa na ikhlas na alikuwa na imani kubwa. Kama nilivyowaambia, yale aliyoyazungumza yanaomfanya yeye amwabudu Mwenyezi Mungu ni sifa uko nazo yeye, hawazimiliki wale anaozungumza nao. Kwa ibara nyingine, wakati yeye anaposema kwamba mimi nimemwelewa Mwenyezi Mungu, mimi namwabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio alioniumba, haya ni mambo ambayo kwamba wale anaozungumza nao hawayasikilia. Wale sharuti wape kwa kizitisho, na ndio utamuona alipoizungumzia nafsi yake alizungumza kwa masala haya, alipoyabadilisha maneno kuyaekeza kwa wale ilibidi ayatie zitisho na masala ya pepo na moto kama nilivyowajibu hapo nyuma. 3, Habibu Najjar mfano wake ni kama kina Salmanul Farisi. Tukitaka kufafanua, kuna watu wengi wafahamu makosa. Kuna watu waweza kuwaona ni mihuni mikubwa, kuna watu waweza kuwaona ni makafiri wakubwa, lakini ukweli wa mambo, wana usafi wa moyo kwa kadiri ambayo kwamba wakiona haki hawazunguki,
hawaoni ukulivu kuifuata ile haki. Utawapata watu kama hawa wakipata mitihani ni rahisi sana kuongoka, bora waone ndia ni hili, kuliko wale ambao kwamba mara nyingi wewe waweza kuona ndio waislamu mno, ndio wamchao Mungu mno, lakini wakawa nyoyo zinagiza. Nimewaelezea mara nyingi mimi mfano kisa cha Salmanul Farisi. Salmanul Farisi ni katika masahaba wakubwa na ni kutoka sehemu za Furs za Irani. Salmanul Farisi kuinukia kwake katika Irani, wa Irani kwa ni majusi, watu wakiabudu moto. Yeye katika dini ya kimajusi ya kuabudu moto alipanda daraja vile walivyokuwa mpotevu, yani alipanda daraja mpaka akasikilia kwenye kipimo cha kuwa yeye ndiyo mtoteaji ule moto. Si mtu wa kawaida anaoruhusiwa kumuunda Mungu. Manake ikiwa ule moto ndio Mungu, si mtu wa kawaida asikiliao kwenye kipimo cha kuwekwa kwamba yeye atakuwa ni mwenye kumuwasha Mungu na kumzinya na kumtotea, aweza kusikilia kipimo kama hiki. Lakini jumla ya upotevu huu alokuwa nao Salmanul Farisi, kulingana na malezi aliyoyapata, kulingana na mazingira alokuwa nayo, fitra yake ilikuwa safi, moyo wake ulikuwa safi. Kwa kadiri aliweza kuitafuta haki na yeye uko katika upotevu, akasafiri akizunguka, tangu ni mtukufu mpaka akawa si mtukufu tena, tangu ni muweza mpaka akawa ni fakiri, tangu ni muungwana mpaka akafanywa mtumwa na akawa huzanywa akinunuliwa na huyu, na yeye hachoki mpaka akasikilia Madina, kwa kupata habari tu kwamba kuna mtumi atatumilizwa na atatokea kwenye ardhi yenye mitende, na akasikilia Madina na mpaka akadirikana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam na akasilimu. Sasa utaona Salmanul Farisi fitra ilikuwa safi, ingawa alikuwa kwenye mazingira maovu. Huyo Habibu Najjar afanana sana na Salmanul Farisi. Tukitukua baadhi ya tafsiri za mufassirin, alikuwa ni muundaji masanamu, wengine wanena na ndio akamkuliwa Najjar, alikichonga wale Mungu na yeye akiwapa watu wakiabudu. Lakini fitra yake ilipokuwa safi, aliweza moyo kwa mujarrad wa kupambana na wale mitumi watatu waliotumilizwa kwenye kile kijiji. Kwa hivyo yeye alipozungumza nafsi yake, alijizungumza kwamba yeye fitra yake iko safi. Maneno yale hayawezekani kuwekezwa kwa watu wa ulemui kwa sababu washachafuka. Ndio akawa anena wa mali ala a'budu alladhi fatarani. Tukifasiri maana ya fitra, fatara kwa maana ya fitra, si maana ya kuumba, kwamba mimi ameniumba katika fitra ambayo yanipeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haijachafuka, iko safi. Lakini nyinyi hamuko kwenye msingi huu, yani wale watu wa kijiji ndio nyinyi mpaka mupeke kwenye hisabu ya zitisho. Ikawa maneno yatabadilika sasa, yatatoka kwenye sigha ya takallum yatakwenda kwenye sigha ya mukhatab. Atawaambia wa ilayhi turjaun. Wale fitra zimelala, akili zimelala, ni sharuti sasa kutumiwe masala ya indhar, ya kutishwa, waambiwe pepo, moto, siku ya kiyama mutafufuliwa na kuna hisabu, na hapa ndipo zitaweza pengine kuamshwa zile hisia zao. wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Kwa hivyo dalili ya kwanza
au kulingana na darasa ya yeo. Ya pili, tukitukua na darasa iliyotangulia, alithibitisha mitumi utumi wao kwa dalili mbili. Yeo athibitisha kwamba anayestahiki kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa dalili gani? Kwa sababu yeye ndiye muumba. Tatu, aikeza dalili sasa kuyavunda yale masanamu, kwa sababu wale watu wa Antakia walikuwa ni watu waabudu masanamu, na mara nyingi watu wanaoabudu masanamu hawamkatai Mungu, si makafiri, na ndio utakuta mara nyingi Qur'ani yawamkuwa mushrikina. Wakubali Mungu, lakini wanazizingiti au wanazipengee fulani wameziweka, kama tutakavyokuzieleza mbele. Sababu za kuweka masanamu ndio wamekwenda kuweka zimungu zitoto ili ziwakurubishe kwa Mungu, au hawawezi kumfikia Mungu wapite kwa hawa na kadhalika, katika sababu walizozieleza. Sasa dalili ya tatu ya Habibu Najjar, baada ya kuthibitisha mitumi, athibitisha Mungu ndio anastahili kuabudiwa, ayavunda sasa masanamu. Awaambia attakhidhu min dunihi aliha, auliza kwa ndia ya kukanusha, auliza kwa ndia ya kutaajabu kwamba mimi nitukue niwafanye ola awasokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Yani mimi niwatukue hawa masanamu munaoabudu nyinyi ndio niwafanyeni Mungu basi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? La, haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Kwa sababu Mungu ni ule anayeumba, anayestahiki kuabudiwa ni ule anayekuumba, ni ule anayekuneemesha, ni ule anayekuendeshea maisha yako. Na hawa masanamu tukiwaweka kwenye zipimo hizi hawamo. Ndio akawa awaambia iyuridni arrahmanu bidhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala yunqidhun. Lau Mungu apitisha mambo yanipate mimi, lau Mungu ataka kunidhuru, lau Mungu ataka kunirehemu, lau Mungu ataka kunipa manfaa, hawa masanamu hawawezi kubadilisha kitu chochote. Wao wenyewe hawawezi kujitetea, hawawezi kujivutia manufaa, hawawezi kujiepushia madhara. Kefu wataweza kuwaondoshea wengine, kama aya nyingine zilotuambia kwamba ndi peke yake, ndi kiumbe dhaifu, kiumbe ambaye kwamba ni mdogo sana, akiwapokonya kitu hawawezi kujitetea. Vipi katika Mwenyezi Mungu kupiga mfano watawaabudu masanamu kama hao? Sasa Habibu Najjar awaonesha kwamba mimi nimeshapata sharuti mbili za kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwanza nathibitisha uola wa Mwenyezi Mungu ambao ndio unaonifanya mimi ni muabudu, na hii ndio wanavyoita kuna muktadhi, yani kuna sababu, kuna msukumo unaokupeka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha awaonesha kwamba hakuna pingamizi, hakuna mania yoyote, ambao aya yake ya kwanza amenena wa mali la a'budu alladhi fatarani. Hakuna pingamizi yoyote, hakuna mani yoyote inaonizivia mimi, kwa sababu kinachokuzivia wewe kumwabudu yoyote unayemwabudu ni kwamba ule unayemwabudu hastahiki kuabudiwa, hana sifa za kuabudiwa, hamiliki uumbaji, hamiliki uendeshaji wa mambo. Hizi hakuna, bali ziko dhidi yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ni muumbaji, Mwenyezi Mungu ndio anaopekesha mambo, Mwenyezi Mungu ndio anaoneemesha ziumbe wake wote. Na hao mnaoabudu nyinyi mimi siwezi kuwakubali kabisa, kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu katika suratul Ahzab, qul madha alladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'a. Ni nani atawahifadhi nyinyi ikiwa Mwenyezi Mungu ameshataka mupatikane na maovu? Ikiwa Mwenyezi Mungu ametaka kuwadhuru, ni kitu gani kitaweza kuwapinga? Ndio haya maneno anayoyazungumza Habibu Najjar, aattakhidhu min dunihi aliha yuridni arrahmanu bidhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala yunqidhun. Kwa hivyo natija ya maneno yake ya mwisho akawa awaambia inni idhan la fi dhalalin mubin, baada ya kusimama dalili ya ukweli wa mitumi kwamba wao hawataki ujira na wao ni waongofu, la yasalukum ajran wa hum muhtadun.
baada ya kusimama dalili kwamba anayestahiki kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu, wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un, baada ya kusimama dalili ya kwamba hao mnaoabudu nyinyi hawastahiki kuabudiwa, ikiwa mimi nitabaki hapo mulipo, ikiwa mimi nitaendelea kuabudu masanamu, ikiwa mimi nitawata kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, idha lafi dhalalin mubin. Hizi kwa ufupi ndugu zangu Waislamu, na mbio ni tafsiri ya hizi aya tatu. Lakini tukitaka kuzirudia tena sasa hizi aya kama anavyozungumza al-Allama at-Tabatabai, ni nini kinachozungumzwa kwa urefu hapa tukitaka kuzichambua? Bila ya shaka, kabla ya kuweza kufahamu haya maneno anayoyazungumza Habibu Najjar kwa urefu sana, ni lazima tutukue baadhi ya zitangulizi. Kwanza yataka tufahamu kwamba msingi wa ulinganizi wa mitumi fil ibada, hawakuwa na kazi kubwa hivyo mitumi ya kuthibitisha kuweko Mungu, hawakuwa na kazi hiyo, bali walikuwa na kazi kubwa sana mitumi ya kuwaondosha Mungu wa bandia wasokuweko. Mara nyingi wanaokanusha Mungu kabisa ni wachache sana ulimwenguni, na mara nyingi wamekuja kutokea karibuni, japokuwa wako Qur'ani imewazungumza wale dahriyin, lakini ni wachache. Kaumu zilotumiliziwa mitumi, utapata aghlabu wao ikitokuwa ni wote ni watu walikiamini Mungu lakini walikiabudu masanamu, au walikiweka Mungu wa pili na watatu namna watakaokuwa. Tukitaka kuyathibitisha maneno haya ya utangulizi wa kwanza, tusomeni hizi aya 2-3 kwanza. Tukenda katika suratul Nahl aya ya 36, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, hakika tumetumiliza katika kila umma mtumi. Wafanye nini? Ni kazi gani tulowapa? Waipeke ani'budullaha wajtanibu taghut, kwamba ujumbe walopoa kila mtumi alotumilizwa katika umma, ujumbe alopoa ni kwamba wamwabudu Mwenyezi Mungu na wawate kumwabudu taghut. Na taghut ni kila kinachoabudiwa kisokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni aya ya kwanza. Aya ya pili katika suratul Anbiya aya 25, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkhutubu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amwambia, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, hatukutumiliza kabla yako mtumi yoyote isipokuwa ilikuwa tukimpa wahi kwamba hakuna Mungu anayepasa kuabudiwa isipokuwa ni mimi, yani ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo waambie wamwabudu Mwenyezi Mungu. Hii pia yaonesha ni masala ya kuwaondosha watu kwenye kuabudu zisizokuwa Mungu, kuwapeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratu Ali Imran aya ya 64, ameambiwa bwana mtume awakhutubu ahli alkitab, qul ya ahli alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Yaonesha kwamba msingi tunaoshirikiana sisi na manaswara, sisi na mayahudi, sisi na ahli alkitabu wote ni hunu, ndoni tujadiliane yule msingi hunu kwamba tusimuabudu isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo utangulizi wa kwanza wa kuyafahamu maneno ya Habibu Najjar ni kuelewa kwamba da'wa ya mitumi kimsingi ilikuwa ni kupambana na shirki katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, ni nini mara nyingi kilichokiwafanya watu wamwabudu asokuwa Mwenyezi Mungu? Hunu ni mjadala mrefu, kwa sababu watu kaumu mbalimbali zilokuwa zikimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni vingi na sampuli mbalimbali. Kuna walokiabudu masanamu, kuna walokiabudu binadamu,
kuna waliomfanya Mungu ni watatu, kuna walokiabudu nyota, kuna walokiabudu moto. Utakuta kila kaumu walikuwa wana shirki sampuli yake, na Qur'ani haikutuelezea kwa urefu sababu zilowafanya hawa watu wende wakafanya shirki, isipokuwa baadhi yao. Na tarikhi pia hatunayo kamili ya nyuma sana, wasokuwa Waarabu, Wafursi kwa nini walifanya shirki, Mabodhi kwa nini walifanya shirki, Mahindosi kwa nini walifanya shirki, Waarabu walokuweko kabla ya Waarabu wa kijahilia kama kaumu Thamud, kaumu Ad, watu wa Madian, watu wa Saba, hawa wote wameelezwa na Qur'ani ni mushrikun. Ni nini kilichowapeka kwenye shirki? Ni zitu si rahisi kuzipata. Kitu pekee yake tuweza kukipata ni Waarabu walokuweko kabla ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakati masanamu yalipoingia Makka, kama nimewahi kuzungumza kihistoria, kuna rai mbili za kufasiri kwa nini kukapatikana masanamu katika moyo wa Makka. Kwa sababu pale alipokuwa Nabii Allah Ibrahim, alipokuwa Nabii Allah Ismail, ambao kwamba ni mitumi walisimamisha misingi ya tauhid, na baada yake kukapenya shirki. Kwa nini? Baadhi ya wana tarikhi wanena ni kwamba wakati kulipotetwa baina ya vijana za Ismail, zizazi zilizokuya, na makabila mengine yaloingia Makka, ikabidi baadhi ya zizazi zigure Makka. Walipogura Makka, waliokota majiwe ya Makka ya haram. Yale majiwe waliyatukua kama kutabaruku, ili watakapokwenda wawe watakuwa na ramz, kitu kama alama ya haram na ya Makka. Wakenda zao mbali, wakawa wakipita mahali huyaweka yale majiwe, wakifanya tawafu, wakiyatufu. Zijana waloinukia baada yao wakawa wayaona yale mambo, na kutopata tafsiri na maelezo, yakaenda mpaka mwisho yakafikishia kwenda kuabudu majiwe. Hii ni rai ya elezo. Rai ya pili yaelezwa kwamba kuna bwana mmoja aitwa Amru ibn Luhai. Huyu alikuwa ni mkubwa wa kabila la Bani Khuzaa, na kabila la Bani Khuzaa ndio lilowatoa zizazi za Nabii Allah Ismail katika Makka, na wao wakashika utawala katika Makka. Huyu akashikwa na maradhi, ikabidi madaktari wamnasihi ende sehemu za Sham, kuna mito fulani, ende akaoge, atapata matibabu ya yale maradhi yake. Akafunga safari, akaenda kule, akadirika watu waabudu masanamu. Akawauliza, kwa nini nyinyi maabudu masanamu? Hii nafsi ndio mimi naitaka. Kwa nini nyinyi maabudu masanamu? Wale wakamwambia kwamba sisi tukihitajia mvua huwaomba hawa, tukiwa na matatizo ya biashara huwaomba hawa, tukiwa na zita huwaomba hawa. Wakamhesabia mambo mingi. Amr ibn Luhai wanavyosema yakampendeza yale mambo, akamwambia basi mpane na mimi sanamu mmoja nende naye kwetu. Wakamtundia Hubal, ndio ule sanamu aitwa Hubal. Akamwangata kutoka Sham, akaya naye mpaka Maka, na ndio kukaanza masala ya kuabudiwa masanamu. Sasa kwa riwaya hii yatufasiria kwamba sababu za kuabudu masanamu ni kugawanya wizara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuitakidi uwemevu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zilowasukuma hawa waabudu masanamu ni kwamba Mwenyezi Mungu pengine yamshinda mambo mingi kuyaendesha, kwa hivyo wakamwekea Mungu wa kumsaidia. Hii ni sababu moja. Lakini al-Allama Tabatabai ameongeza sababu ya pili kwa wasokuwa Waarabu. Anena baadhi ya watu wamesema kwamba wameitakidi itikadi za kuweka Mungu masanamu, wakiamini kwamba ni muhali sisi kumuyua Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu huwezi kumpata kwa hisia zako tano. Huwezi kumuona, huwezi kumdara, huwezi kumnuka, huwezi kumuonda, huwezi kumsikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna anaoweza kumfahamu kwa akili yake, na hizi ndio zombo za kuyulia kitu. Kwa hivyo ikiwa sisi hatumuyui Mungu kwa kupitia zombo zetu zote ni ziemevu kumuyua Mungu, vipi tutakiabudu kitu tusichokiua? Huwezi kumwabudu.
wamwabudu mtu unayemuyua, wakiabudu kitu ambacho kwamba wakielewa. Ikiwa Mwenyezi Mungu humpati kwa hisia zako, ikiwa Mwenyezi Mungu humpati kwa akili yako, kwa hivyo wewe huelewi paka sasa Mungu ni nani, vipi utamwabudu? Kwa dalili hii wakanena basi ikiwa masala ya kumwabudu Mungu hayawezekani, tutakwenda kwa ziumbe zake zitukufu ambazo kwamba tutaziabudu, tutazielewa, na zozo zitatukua jukumu ya kutufikisha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hilo fikra ya shufaa ambayo Qur'ani imezungumza kwa lugha ya shufaa, kwamba hawa watatushufaia, hawa watatukaribisha, liyuqarribuna ila Allah, watatukaribisha kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi hatuwezi kufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kufahamu zitu hizi, sasa twende kwenye maneno ya Habibun Najjar anavozivunda sasa hizi zitu kwa kupitia wale wanaoabudu masanamu. Awaambia kwamba nyinyi madai kwamba hamuwezi kumuyua Mungu, hamuwezi kumpata Mungu kwa zombo zenu za maarifa, ndio mkenda mkaabudu zitu zingine. Hayo ni maneno ambayo hayako, kwa sababu kweli akili ya manadamu haimpati Mwenyezi Mungu vile alivyo, hisia za manadamu hazimpati kabisa, lakini twaweza kumfahamu Mwenyezi Mungu kupitia sifa zake. Japokuwa hatuwezi kumfahamu Mwenyezi Mungu hakika yake, lakini kuna baadhi ya sifa ambazo kila mwanadamu aweza kuzijua za Mwenyezi Mungu, na sifa hizi zatosha kutufanya sisi tumwabudu Mwenyezi Mungu. Bali sifa hizi ndiyo msingi wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu haabudiwi kwamba ni Mungu. Haya maneno nimewahi kuzungumza siku moja mimi kwenye kuifasiri sura ya Iqra. Kitu kinachokusukuma wewe umwabudu Mwenyezi Mungu ni dalili ya shukrul mun'im, ni dalili ya kujibu shukrani. Anayekutendea wema wamshukuru, na wewe Mungu amekutendea wema wamshukuru, na kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kumwabudu. Sifa za neema zote ni sifa za Mungu, si uungu. Mwenyezi Mungu kwa kukuumba wewe wamwabudu kwa sababu ni Khaliq. Mwenyezi Mungu kwa kukuruzuku wewe ndio wamwabudu kwa sababu ni Raziq. Mwenyezi Mungu kwa kukuneemesha wewe ndio wamwabudu kwa sababu ni Mun'im. Na sifa hizi ndio amezitumia Habibun Najjar kwamba zanitosha mimi, sina pingamizi. Wa mali ala, yani sina mani. Pingamizi mnaoita ya nyinyi kwangu haiko. Nyinyi madai kwamba hatuwezi kumuyua Mungu, kwa hivyo tutafute zitu tuziuao tuziabudu zitukurubishe kwa Mungu. La, hakuna mani kama hiyo, kwa sababu mimi nazielewa sifa za Mwenyezi Mungu, na katika sifa muhimu za Mwenyezi Mungu zinaonifanya mimi ni muabudu ni fatarani, ni kwamba yeye ameniumba. Ikiwa mimi nafahamu Mungu ameniumba, ikiwa mimi nafahamu Mungu aniruzuku, ikiwa mimi nafahamu Mungu anineemesha, hizi zatosha kunisukuma mimi kumwabudu Mwenyezi Mungu, na kumuelewa kwa kadiri hii yatosha kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni dalili ya kwanza yake aloitaya kwenye wa mali ala a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Kisha dalili ya pili ni kwamba hiyo fikra mloijenga kwamba hawa watawakurubisha kwa Mungu, pia hao hawastahiki. Nyinyi manena kwamba tumewatukua hawa masanamu ili watupeke kwa Mungu, hao hawapeki kwa Mungu, wala Mungu hakuweka milango hiyo. Na hata kama Mungu ameweka milango ya sampuli hiyo ya shafaa, ni sharuti iwe ni kwa idhni yake, ni sharuti iwe ni kwa teguo lake, na ni sharuti iwe ni kwa sampuli anayoitaka yeye. Mwenyezi Mungu anapokuambia kiumbe changu fulani ni mtukufu, pitia kwake kutaka shafaa, ni lazima yeye amtae, na yeye akupe ruhusa, na yeye akupe kadiri ya kutaka shafaa. Sio wewe uitukulie uijengee uwe utamfanya ni Mungu, utakwenda kumwabudu, utamuomba namna utakao. La, aattakhidhu min dunihi aliha, vipi nitatukua zitu niziweke ambazo kwamba Mwenyezi Mungu hakuzipa uamuzi zifanye kitu chochote. yuridni arrahmanu bidhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala yunqidhun, hawawezi kunisaidia, hawawezi kunikomboa. Kwa nini hawawezi kunisaidia? Kwa sababu Mungu hakuwapa ruhusa.
Kwa nini hawawezi kunikomboa? Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakutoa idhni kama hiyo katika kutembelewa ziumbe kama hawa. Hapa kwa ufupi najaribu kuyafupisha maneno na ni magumu kiasi fulani. Haya ya mwisho ndiyo mazungumzo ya Habibu Najjar ya dalili ya malizika, ambao ni dalili 3 ameanza nazo. Amethibitisha utumi wa mitumi watatu, amethibitisha anayestahiki kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake, na kwa nini amwabudu Mungu. Amerudi amevunda ibada ya masanamu. Baada ya hapa yaonesha yale yale tuliyozungumza. Hawa watu hawataki ukweli, hawa watu hawataki dalili. Ikiwa dalili za wale mitumi hazikuwa tosha, na mwisho waliwaambia la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adhabun alim. Nyamani, msiendelee, mkiendelea tutawapiga kwa majiwe au tutawatukana na mtapata adhabu kubwa. Na wakawatia majela. Bila shaka mwisho wa Habibu Najjar pia haukuwa mzuri, kama tutakavyokueleza. Watamuua au watamuadhibu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutaka kutuhifadhia mtu mtukufu kama huyo ataendelea kutuelezea maneno yake mpaka baada ya kufa, kwa sababu haya ameyazungumza akiwa hai. Kutoka wajaa min aqsa al-Madina rajulun yas'a qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waja'alani min وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. haya ni mazungumzo yote ameyazungumza akiwa hai. Sasa tutaka tusikize mazungumzo yake akiwa amekufa, amepata nini na ni kipi, na awaambia nini watu wake, tena ingawa hana mawasiliano na wao. Ni mawaidha kwetu sisi. Haya insha Allahu Taala tutayazungumza wiki itakayokuja, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ibada nafikiri nimewahi kuyazungumza kwa urefu katika tafsiri ya ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinat, paka mwisho paka man dhal ladhi yashfa'u. Tukajaribu kueleza kwa urefu matatizo yaliyoko kwamba je, shafaa ni ibada au si ibada, na tofauti ya shafaa na wasila. Zitu kama hizi zina mzozo, yani mgongano mkubwa, lakini zitu ambazo kwamba kwa wijaha ya Kiislamu ziko wazi sana, kwa kadiri ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amezipa ruhusa. Kimsingi shafaa ni ya Mwenyezi Mungu, kimsingi anaifaa kuabudiwa, na ndia ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu ni moja kwa moja, haingii mtu kati. Lakini Mwenyezi Mungu amevua, kuna baadhi ya nafasi ameyawekea shafaa na wasila, hakuna wapili. Tofauti iliyoko ni kwamba huyu mtu mmoja ina lake ni gani. Sasa wametaya maina tele wao kwenye zitabu za tafsiri, ambazo kwamba ni maina hayategemeki, kwa sababu ni zitu zina sampuli ya Israiliyati, hazina mapokezi ya Kiislamu ya kuaminika. Ni zitu ambazo mara nyingi zimepokewa kwa wanazuoni wa Kiyahudi. Katika khutba ya Juma, swala kwa ufupi azungumza kwamba katika khutba ya Juma wewe umenena kwamba mtu atapata uwezo asiende kuhiji, kwa hivyo atakufa Yahudi au Mnasara. Kwanza ni hadithi sawa, sio si mimi, ni hadithi ambayo kwamba imepokewa kwa mtumi kwamba mtu yoyote atakayekupata uwezo na akaweza kuhiji na asihiji faliyamut yahudiyan au nasraniyan. Sasa yeye ana swala, anena mtu amepata uwezo, na uwezo kama ule ameupata kama mfungo 5, sio? Ilipofika mfungo 7, mfungo 8 akayatia mali yake kwenye biashara, yakapata hasara, akafilisika, akaupoteza ule uwezo, sio? Hii nafikiri katika kulingana na fatwa ni lazima kuhifadhi istitaa, ile uwezo ukishakuupata ni lazima uhifadhi ule uwezo. Sasa huyo kwa kuwa ameshindwa yani ameutezea ule uwezo, yani amehatirisha,
ameutia kwenye biashara na umekwenda umefeli, ni dhamini, itabidi sasa auzengee uwezo ende haji, kwa sababu ilikuwa ishastakiri dhima yake kuwa na ujubu kama wanavyosema. Alimpokonya? Usiniambie si yeye, hakumpokonya, alimtia tamaa, alinini, yeye ni mwanadamu ana akili, hakumpokonya kitu, umekitoa kwa ridha yake, amekitia kwenye biashara bila shaka.